Hatimaye matumaini ya wakazi wa mtaa wa 14 Kambarage yameanza kuonekana baada ya mbunge wa jimbo la Geita mjini, Mhandisi Chacha Wambura kuanza utekelezaji wa ahadi yake ya kutengeneza barabara zilizokuwa zikiwasababishia adha kubwa hasa wakati wa mvua. Ikumbukwe kuwa Februari 15 mwaka huu, mbunge huyo alifanya ziara katika kata ya Buhalahala kwa lengo la kujionea hali halisi ya ubovu wa barabara, ambapo alishuhudia miundombinu iliyoharibika kwa kasi kubwa kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha. Akizungumza wakati wa zoezi la urekebishaji wa barabara hizo kwa niaba ya mbunge, katibu wa mbunge jimbo la Geita mjini ndugu Ridhiki Marco amesema kuwa kipaumbele cha kwanza cha mbunge huyo ni kuhakikisha miundombinu ya barabara inaimarishwa na inapitika kwa wakati wote bila kikwazo chochote. Hii ni News Update Media, Yusuf Shaban, Geita. Kwa majina naitwa Ridhiki Marco, ni katibu wa mbunge wa jimbo la Geita mjini, Engineer Chacha Mwita Wambura. Leo tumefika mitaa ya 14 Kambarage kuhakikisha kwamba tuna clear zile changamoto zilizowasilishwa kwa vinyo ofisi ya mbunge wa jimbo la Geita mjini. Mbunge wa jimbo la Geita mjini tarehe 15 mwezi wa pili 2026 alifanya ziara katika kata ya Buhalahala ikiwemo mitaa ya 14 Kambarage, akiwa anajizatiti kwenye changamoto zilizokuwa zimewasilishwa kwenye ofisi ya mbunge. Changamoto hizo zilikuwa ni miundombinu ya barabara. Wananchi hao walifikisha changamoto ya barabara kwamba zimekatika kwa sababu ya hii ya mvua. Barabara zipo za aina tatu. Kuna barabara za TANROADS, zipo barabara za TARURA na zipo barabara za halmashauri ambazo zinakuwa chini ya mtaa husika. Mbunge wa jimbo la Geita mjini alipokuwa kijinadi kwenye kampeni zake, alisema kipaumbele namba 1 kwenye upande wa changamoto za jimbo la Geita mjini ni miundombinu ya barabara, akiwa anaamini kwamba bado tunazo barabara zinazopitika, zipo zisizopitika, lakini zipo zinazoharibika kila wakati kwa sababu ya miundombinu yetu, lakini kwa sababu ya mvua. Naye akasema kipaumbele kwenye utendaji wake ni kuhakikisha kwamba miundombinu ya barabara inakuwa smart. Hivyo kila changamoto ambayo imekuwa ikiwasilishwa ofisini kwake, changamoto ya barabara amekuwa kipa kipaumbele. Ndio maana leo tumefika hapa 14 Kambarage. Tumefika kwa ajili ya kuleta kifusi kwenye maeneo yote yaliyokuwa yamewasilishwa kama ni kero kwa wananchi, amesababisha njia kukatika, amesababisha wananchi hawapiti kwenye maeneo hayo. Tumeleta kifusi kwa bajeti yake inayotoka mfukoni mwake kuhakikisha kwamba anawatengenezea mazingira wananchi hawa waweze kupita bila changamoto yoyote. Wito wake kwa wananchi wa jimbo la Geita mjini ni kumuunga mkono, kwa sababu kipaumbele namba 1 kwenye upande wa ofisi yake ni utengenezaji wa miundombinu ya barabara kwenye jimbo la Geita mjini. Anawaomba wananchi wote wa jimbo la Geita mjini waendelee kumuunga mkono, waendelee kumuombea, waendelee kumtia moyo kuhakikisha kwamba anatimiza ile azima ambayo ni kero kwa wananchi wa jimbo la Geita mjini. Kwanza nashukuru kuona Kambarage 14 imekumbukwa. Ni siku nyingi tunalia. Kwanza mimi kazi zangu ni bodaboda. Nimeshukuru sana kuona gari imeleta kifusi hapa. Tunazunguka ili tupate njia hii. Tunazunguka mbali. Lakini sasa hivi tunashukuru kuona mheshimiwa amekubali kwanza kukarabati hili barabara. Kwa kweli tuna changamoto ya mabarabara. Mabarabara yetu yameoza, tunahangaika mpaka na magari yanateseka kupita. Lakini sasa hivi tunashukuru mbunge wetu anapotuletea makokoto haya ya kututengenezea mabarabara. Tunazidi kushukuru sana. Lakini kwa upendo wake aliahidi kwamba mabarabara haya nitayakarabati, nitamwaga vifusi na njia safunguka. Na mimi baada ya kuona hili nikasema ndoto za wana 14 zimetimia na ahadi za mbunge zimetimia. Kwa hiyo sina budi ya kusema kwamba hata miaka ijayo mitano na kufa naye. Jina naitwa James Steven Sanyenge, ndio mwenyekiti kamati ya mtaa huu wa 14 Kambarage. Moja ya vilio vyetu vikubwa ambavyo vilikuwepo mtaani kwetu ni miundombinu kama vile barabara kutokuunga kutoka mtaa mwingine kwenda mtaa mwingine. Lakini kwa hiki ambacho mbunge tulimfikishia kwenye ofisi yake na akaahidi kukitekeleza, tumekiona kwa vitendo kutokea hatua za mwanzo alivyokuja na engineer wa TARURA, na engineer yule alijaribu kuangalia mahali ambapo pana stahili kutengenezwa ile ikae vizuri. Na leo kweli tumepokea vifusi vya kutosha, tupo kupokea vifusi vya kutosha. Hii italeta chachu nzuri kwa mtaa, kwa sababu moja ya vitu ambavyo vinatusaidia zaidi ni barabara. Kuunga Shilabela kutokea Kambarage 14 na kuunga Motolole kutokea 14 Kambarage na kuunga Kisesa kutokea 14 Kambarage. Kwa maana yake mheshimiwa mbunge amekwenda kutoa kilio ambacho kilikuwa kimepelekea kama kishio kwa mtaa wetu kwa kipindi kifupi ambacho kimepita.